Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu Jumatatu ya leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Mkazi mmoja wa kijiji cha Magamba manispaa ya Mpanda mkoani Katavi amekamatwa kwa kujiunganishia huduma ya umeme kinyume na sheria nyumbani. Mwananchi huyo ameingia katika kadhia hiyo baada ya kubainika uwepo wa uhalifu huo kwa kujiunganishia umeme kinyemela. Maana akaniambia mita inafanyaje? Inajikopesha nini? Umeme. Ila unapoenda unanunua itakuwa inafanyaje? Inakata. Sababu jengo lilipobomoka hapo umeme sikutumia tena. Ulipobomoka hapo nikasema singatoka nini? Katokea shoti hapa. Manyumba za watu zifaje hadi zikaungua. Kweli banda iko bishasimama. Kaambia bwana je tunanipekea hapa umeme. Mwaka jana mwezi wa 8 ndio tumefunga, mwaka jana mwezi wa 9 tumefunga nini hapa umeme. Nenda umepata tatizo, labda mtu umeangukia nguzo, umefanyaje? Piga simu TANESCO. Na uzuri muda mwingi TANESCO namba zao tunazo. Hata luku ikiisha, unapotaka kuweka luku nini na nini inaleta shida, huwa tunawapigia simu. Unaona? Wanakuja, mimi waga nawaita kabisa, wanakuja pale, nina shida pale kwenye nguzo yangu. Wanakuja kutatua tatizo. Ukiangalia kwenye usomaji inasoma negative. That means kwa halali, ingekuwa ni halali na angekuwa ni mwananchi mwenye nia njema, angeshtuka. Kwa nini mita yangu inasoma negative? La, sijatoa taarifa na napata umeme. Kwa hiyo ni attempt ya pili ya kufanya nini? Ya kuiba. Sio, tunaelewana? Tuendelee na kurasa. Makondakta wa daladala na abiria wamefunguka juu ya bei mpya za usafiri wa daladala ambazo zitaanza kutumika kuanzia Mei Mosi. Wakizungumza na Kurasa wamesema kuwa kwa wananchi itakuwa ni changamoto kidogo, kwani bei zilizozoeleka hazitatumika tena na baadhi yao itakuwa ni ngumu kuelewa, ingawa pia kuna hati ya mabosi kuongeza kiwango cha hesabu ya siku. Mambo ya nauli yanatumiza. Kwa mafuta bwana akishapanda sina nauli tuongezewe. Yaani mpaka lazima sina nauli tuongezewe. Tunachokitaji sina nauli tuongezewe. Mafuta akipanda tuongezana na nauli, maisha yaendelee. Haya masuala ya nani hii waliosema ya kupandisha nauli itabidi tuyapokee hivyo hivyo. Kwa sababu sisi tunasikiliza kama viongozi. Hili ni sheria. LATRA ni sheria, mpaka akipanga kitangaza. Sasa tunasikia mpaka aseme bwana nauli kiasi fulani. Basi ndio hivyo. Tuna jinsi. Ushanielewa, kwa sababu uweze kumpandisha mtu nauli afu baadaye unakuja unashtakiwa, unashangaa, unakuja ukamatwa, unatoa hela kibao. Bei kama zitapanda, lakini waangalie unafuu wa watu, kwa sababu kila mmoja anapata kipato chake. Tunajua ni biashara kama biashara zingine. Kwa hiyo kuna ule upandishaji kwamba itapanda asilimia ngapi, lakini inabidi serikali waangalie kwa ustaarabu ambao watakao ufanye, kwamba wataufanya ustaarabu gani, kwa sababu kwa sasa hivi tunakubali na hali, kwa sababu tunajua mafuta yamepanda, lakini sasa mafuta yakipungua inabidi serikali wenyewe watufikirie kwamba wanaweza kalisolve vipi. Tumalizie Kurasa kwa hili. Wazazi na walimu mkoani Singida wameunga mkono adhabu ya viboko kwa wanafunzi ambao wanakosa utii wa kutokuwa na nidhamu shuleni hadi katika jamii. Wakizungumza, wazazi na walimu wamesema adhabu hiyo ya viboko ni vyema ikatumika, kwani ilikuwa ikisaidia wanafunzi kuwa na nidhamu shuleni hadi katika jamii. Nashukuru sana kwa maneno hayo. Mimi nimesoma hatua za nyuma tangia miaka ya 70 nikamaliza mwaka 77. Tulikuwa tunasoma mbali na tulikuwa tunachapwa kabisa. Watu wakubwa tulikuwa tunachapa, tunatii elimu. Tunakuwa na kelele sababu kuna tatizo itakuwa limetokea. Huwezi kuchapa mtu bure. Lazima kitu kimetokea, lazima uonye kidogo, ufuate sheria ambazo zinahitajika. Kututia moyo sisi walimu tuendelee kuwapa adhabu ya fimbo. Sio fimbo kama silaha ya kumuumiza mtoto, bali kumuonya ili aweze kurudi katika mstari. Kwa ili turejeshe nidhamu ya mwanafunzi ambaye ni mtoto, ni kuhakikisha mzazi na mwalimu tunashirikiana kurejesha nidhamu mtoto ili kumsaidia maisha yake ya sasa, ya utoto na ya baadaye. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kufuatilia Kurasa hapo kesho. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuandalia Kurasa, jina langu ni Samson Charles. Nikikutakia mwanzo mwema kabisa wa wiki. Endelea kuenjoy vipindi bomba na makini sana kupitia hapa East Africa TV.
Kurasa.